Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ni matumizi ya watu waliochukua dawa ya Jembe Mix au kwa jina lingine waliochukua dawa za nguvu za kiume. Kwa hii Jembe Mix tulisema na makundi matatu, kundi A, kundi B na kundi C. Kwa hiyo matumizi ni jumla kwa kundi A, kundi B na kundi C. Sasa matumizi yapo kwenye kitabu. Kwa nilisema mwanzoni mtu hakikishe dawa zake alizopokea lazima awe na kitabu. Kwa matumizi nitaenda kuyaelekeza kutoka kwenye kitabu. Kwa ni vyema kama kitabu unacho karibu ukichukua ili uweze kukipitia, tuende moja kwa moja. Nafikiri tutaanza kusoma kwa kitabu, kufahamishana katika kitabu. Hii kitabu nimeanza kuelezea kuanzia peji namba 2 nikizungumzia upungufu wa nguvu ya kiume na siri kubwa, nikibainisha mtu mwenye dalili, ni elimu ambayo nimeitoa, chanzo cha kupungukiwa nguvu za kiume, kuja kwenye peji ya 3 hapa mpaka peji ya 4 nimeelezea hapo. Je, wewe una tatizo la nguvu za kiume? Nikatoa siri, watu wanatengeneza dawa za nguvu za kiume wanafanya nini, unatumia njia gani, kwenye peji ya 6 hapo. Na peji ya 7 nikaelezea kuhusiana na Jembe Mix. Jembe Mix ni nini na ni kitu gani? Jembe Mix ni nini na ni kitu gani? Kwa hiyo hapa nikataka nitoe faida kwa watu ambao wamenunua dawa ya Jembe Mix ili waweze kujua na wenyewe jinsi ya kutengeneza Jembe Mix, kwa lengo la kuwasaidia kama wenzetu wasije kuwa watumwa wa matapeli au wauzaji wa dawa. Kwa lengo ukishanunua dawa hizi usiwe mwenye kununua tena dawa ya nguvu za kiume tena daima milele na milele. Kwa hiyo nimetoa bainifu hapa wa Jembe Mix. Kwa hiyo nikasema Jembe Mix inatengenezwa na vitu 8. Kitu namba 1 mpaka kitu namba 7. Kwa hakikisha unavipata kitu namba 1 mpaka kitu namba 7. Kitu namba 1 ni mdalasini, kitu namba 7 ni unga wa soya. Kwa hakikisha unavipata vyote. Kwa ukishavipata vyote, unabidi uchote vyote kwa ujazo wa vijiko 3. Unabidi uchote vyote kwa ujazo wa vijiko 3. Kwa uchote kitu namba 1 mpaka namba 7 kwa ujazo wa vijiko 3, kisha uchanganye vyote kwa pamoja, afikisha uchanganye na asali lita 3, utakuwa umepata dawa yako ya Jembe Mix. Kwa kuelezea hapa matumizi ya hii dawa, unaweza kuwa unakula vijiko 3 kutwa mara 3, vijiko 3 kutwa mara 2, au unaweza kuwa unakula tu kama food supplement kila pale unapokuwa una hamu ya kula, unaitumia kwa lengo kuwa una boost immunity ya mwili na kuongeza nguvu zako always. Kwa hiyo ni miongoni mwa faida ulioipata kujua jinsi ya kutengeneza dawa ya Jembe Mix. Na nikaelezea faida ya Jembe Mix ni kitu gani na Jembe Mix inafanya kazi gani katika mwili wetu. Nikaelezea kuanzia peji namba 9 mpaka kufikia peji namba 11. Hapo mpaka tukawa tumemalizana na masuala ya Jembe Mix. Kuanzia peji namba 12 tukakutana na swala zima la kanuni. Kuna kanuni kama ukiwa ni mwanadamu lazima uzifahamu, sasa ukiwa ni mwanaume unabidi uzijue. Kwa tunapozungumzia hiki kitabu ndio kimebeba thamani kubwa sana, kwa sababu humu kuna mafundisho ambayo utakuwa umeyapata na unayatumia mpaka uzee wako unapofika. Kwa swala zima la nguvu za kiume kwako zitakuwa tena ni historia, utakuwa unasikiliza tu kwa watu wengine wakilalamika, kwa sababu utakuwa wewe unajua jinsi ya kujitibu nguvu za kiume na unajua kuatibu wale kuzunguka swala zima la nguvu za kiume. Kwa humu nimeweka ndani kanuni 10 ambazo kila mwanaume anabidi azifahamu hizo kanuni 10, na hawe anapenda kuzitumia mara kwa mara kwa lengo la kuimarisha nguvu zake za kiume mpaka pale atapondoka hapa duniani. Kwa nikaanza kuelezea kanuni namba 1. Ni kanuni namba 1 inazungumzia watu wote ambao wanashindwa uume wao kusimama. Kuna watu ambao uume wao kidogo kusimama umekuwa ni kwa tabu sana, yani kwa kipindi hao watu mpaka inabidi watumie Viagra, Vega au Electro kwa lengo la kusimamisha uume wao. Kwa ili kuweza kurudi katika hali yao ya kawaida, kuna kanuni namba 1 hapa. Kwa kanuni namba 1 nimeielezea vizuri sana, kama unavyoisoma kwenye kitabu hapo imeeleweka unatakiwa ufanye nini na nini kuweza kuamsha
uume wako. Nimeelezea matayarisho yake na nimeelezea matumizi yake. Nikaja kuna kanuni namba 2 au formula namba 2. Hii ni kwa wale watu ambao wana tatizo la uume wao kusimama legelege. Kwa hiyo kama watu wana tatizo la uume wao kusimama legelege kwa lengo la kukaza misuli yao isimame legelege, hii ni kanuni namba 2. Kwa hiyo kanuni namba 2 nimeelezea vizuri kuanzia matayarisho mpaka matumizi yake. Sasa hapa kuna faida 2. Kuna hii kanuni namba 2, mtu wa grupu B, grupu C anaweza situmie kutokana katika hii kanuni namba 2, mtu wa grupu B na grupu C ana dawa yake maalum kwa ajili ya kukaza misuli ya uume. Kwa kama ataamua kutengeneza tu yeye mwenyewe kutumia itakuwa ni option. Sasa hii kanuni namba 2 inahusu watu wa grupu A kutokana watu wa grupu A hawana dawa maalum kwa ajili ya kukaza misuli ya uume wao. Kwa hiyo kutokana na grupu lao A wanaweza kutengeneza hii dawa wenyewe, lakini mtu wa grupu B, grupu C si lazima kutengeneza, au anaweza kutengeneza kama yeye mwenyewe atakuwa anahitaji kwa lengo la kujiimarisha zaidi. Kutokana kwa nini asitengeneze? Kutokana tayari tushampatia dawa ya kukaza na kuimarisha misuli mtu wa grupu B na grupu C. Nafikiri hapo imeeleweka. Tunakuja kanuni namba 3. Hapa nazungumzia ndugu zangu wote wenye tatizo la kuwahi kufika kileleni. Kanuni namba 3 nikielezea watu wenye tatizo la kuwahi kufika kileleni wanatakiwa wafanye nini? Wanatakiwa wafanye nini ili kuweza kujiimarisha waepukane na tatizo la kuwahi kufika kileleni. Nikataja mahitaji hapo: mtu awe na kitunguu saumu, mtu awe na kitunguu maji, mtu awe na tangawizi, awe na ndimu, awe na tikiti, awe na blender. Kwa hiyo nikaelezea kwa kina hapo jinsi ya kuchanganya hivyo vitu na kupata dawa yako hiyo ya namba 3 kwa lengo la kukuondosha tatizo la kuwahi kufika kileleni. Kuna nikaelezea vizuri sana kuhusiana na kanuni hiyo, watu wana tatizo la kuwahi kufika kileleni na jinsi ya kujikwamua na hiyo kanuni. Nikaelezea matumizi yake hapo na nikatoa mazingatio kuhusiana na kanuni hiyo namba 3. Kufikia kwenye kanuni namba 4, kuna watu wana tatizo la kushindwa kurudia tendo la ndoa. Kuna watu wana tatizo la kushindwa kurudia tendo la ndoa. Kwa kwenye kanuni namba 4 nikabainisha mtu mwenye tatizo la kushindwa kurudia tendo la ndoa anatakiwa afanye nini. Nikataja mahitaji hapo: uwe na vitunguu saumu, uwe na tangawizi, uwe na mdalasini, uwe una unga mbegu za maboga, uwe na asali, uwe na blender. Na vyote nikavielezea kwa kina jinsi ya kuviandaa na matumizi ya hii kanuni namba 4. Kwa kama una tatizo la kuwahi kufika kileleni ukitumia kanuni namba, tatizo la kushindwa kurudia tendo la ndoa ukitumia kanuni namba 4, nafikiri wewe mwenyewe utakuwa ni shuhuda. Kanuni namba 5 nikatoa mafundisho au nikaelezea jinsi ya kutengeneza Viagra ya asili. Kanuni namba 5 ni ubainifu kuhusiana na utengenezaji wa Viagra ya asili. Kwa hiyo kanuni namba 5 ni nzuri sana, ni dawa ya papo kwa papo. Na pia hii kanuni namba 5 inasaidia kuwatibu wale wote watu wasilika wa Viagra, Vega na Electra. Ni watu wote wale wasilika wa matumizi ya dawa za kizungu. Hii kanuni namba 5 inasaidia sana kuwatibu na kuwarudisha katika hali yake ya kawaida. Kwa kanuni namba 5 nimeelezea vizuri kwa kina mwanzo mpaka mwisho na matumizi yake. Kanuni namba 6 nikaelezea kanuni namba 6 nikizungumzia masuala mazima ya unywaji maji mengi. Kanuni namba 6 ilikuwa ni kanuni inayohusiana na swala zima la maji ya kunywa na jinsi kuyatumia maji ya kunywa kwa njia gani kwa lengo la kuongeza nguvu za kiume na kuwa mtu tishio kwa kutumia maji ya kunywa. Kwa hiyo ni kanuni namba 6. Kanuni namba 7 ni kanuni ambayo bora sana, ambayo inafanya covering ya mwili mzima. Yani inakuepusha na magonjwa mengi mbalimbali, inakupa physical ability na inakufanya kuwa mtu na nguvu za ajabu na inakufanya uweze kurudia tendo la ndoa zaidi ya mara 3 na mara 4. Kwa hiyo kanuni namba 7 hiyo nikaelezea kwa kina jinsi ya kuiandaa, jinsi ya kutengeneza na jinsi ya kuitumia na faida ya kanuni namba 7. Kanuni namba 8 is very superior. Ni kanuni pia ya maajabu sana. Ni kanuni ya maajabu sana. Zote kanuni ni the best, lakini
kila ninavyosoma kanuni naona hii kama ni bora kuliko nyingine, lakini pia zote ni bora zaidi. Kwa kanuni namba 8 pia ni kanuni ambayo ni nzuri tena sana, ni lishe maalum ambayo nimeelekeza mtu anatakiwa iandae na anapenda kuitumia, na nimeelekeza jinsi ya kuitumia kwake na mpangilio wake. Ni kitu ambacho ni nzuri tena sana sana sana, na ilishe kwa mtu atakayetumia nafikiri naye pia atakuwa ni miongoni mwa mashuhuda wetu wazuri. Kanuni namba 9 ilikuwa inalenga ushauri na saa. Ushauri tunatakiwa tuishi vipi, tutumie vyakula gani, tuwe na mfumo gani, na tuwe na mazoea gani, na tuache mazoea gani. Hiyo ni kanuni namba 9, ikiwa ni ushauri kwa sisi ambao tunakula bila kanuni, bila mazoea. Kwa nilikuwa natoa mwongozo kanuni namba 9. Kanuni namba 10 ni kanuni iliyozungumzia kipengele kizima cha mazoezi. Kwa kipengele kizima cha kanuni namba 10 ni mazoezi, na nimeelezea vizuri kanuni namba 10 mazoezi. Na ni miongoni mwa kanuni hii namba 10 mtu anatakiwa aombe mazoezi husika ili aweze kutumiwa na aone mazoezi yanavyofanya. Kwa ili kuweza kumtambua mtu kama amekisoma hiki kitabu au hajakisoma, kanuni namba 10 ni kinga maalum. Kwa ukiona mtu haja kuomba video tu ya mazoezi, unajua kitabu hajakisoma, kwa sababu kanuni namba 10 inalazimisha mteja aombe video ya mazoezi maalum imfunze ni mazoezi gani ya kufanya ili kuweza kujiimarisha kamili. Hiyo ni kanuni namba 10. Sasa tuende katika matumizi ya dawa. Kwa kuna baadhi ya ndugu zetu wamepokea dawa, au kama wateja wamepokea dawa, wanahitaji kupata matumizi ya dawa. Kwa dawa namba 1 inaitwa Buchilash. Dawa namba 1 inaitwa Buchilash. Kwa mara nyingi sana hiyo dawa inakuwa ina box lake na ina lebo imeandikwa Buchilash. Lakini kama ikitokea umepokea hiyo dawa bila lebo au bila box, hiyo dawa itakuwa ina rangi ya kijani, ipo kwenye pakiti colorless, na ni poda ya rangi ya kijani, ipo kwenye pakiti colorless. Kwa hiyo ni Buchilash, au jina lingine ni Sanamaki ya unga. Kwa hiyo dawa utaitumia kwa siku ya kwanza. Kwa hiyo dawa ni kama kifungua kinywa. Hiyo dawa kazi yake ni kusafisha mwili wote, kuondoa sumu na takataka zote zilizopo mwilini. Kwa hiyo dawa ukitumia kuna uwezekano mkubwa ukaalisha au usialishe. Kwa hiyo dawa ni namba 1 hiyo. Jinsi ya kuitumia nimeelekeza katika kitabu chako, soma kanuni hapo Buchilash. Matumizi ya Buchilash dawa namba 1. Ndio hiyo dawa unaiona kwako yenye rangi ya kijani. Ni poda yenye rangi ya kijani. Kwa nimeelekeza hapo matumizi. Dawa namba 2 ni Jembe Mix. Kwa Jembe Mix ni dawa ambayo umepokea hapo, umeona inaitwa Jembe Mix. Kwa hiyo Buchilash au Sanamaki, hiyo dawa namba 1 utaitumia kwa siku ya kwanza tu. Dawa zingine zote utazianza kwa siku ya pili. Hii dawa ya Jembe Mix nimeeleza hapo kwa kina matumizi yake. Kama mfano nikizungumzia, utakuwa unakula asubuhi vijiko 2, jioni vijiko 2, na jioni asubuhi vijiko 2 na jioni vijiko 2. Kwa ni vijiko 2 kutwa mara 2. Dawa namba 3 ni Gashaga Mix. Ni dawa ambayo umeiona hapo, ina lebo yake. Kwa matumizi yake hapo kwenye kopo hiyo ina stika yake. Na pia katika matumizi yake kuna kitabu pia nimeelezea kwa kina hapo matumizi yake, unavyoweza kufaa kuyatumia. Dawa namba 4 ni kichupa fulani umepewa, kipo colorless, kina mfuniko mweupe. Kwa hiyo kichupa ndio hiko kinawahusu watu wa kundi B na watu wa kundi C. Hiyo ni kichupa maalum ambacho kina dawa ndani kwa ajili ya kukaza misuli ya uume iliyolegea, au misuli ya uume iliyohusika na masturbation, au misuli ya uume iliyohusika na punyeto. Kwa hiyo dawa hiyo utakuwa unachua kifuniko kimoja kutwa mara 2. Unachua kifuniko kimoja asubuhi, unachua kifuniko kimoja jioni. Kwa nimeelezea hapo, na uchuaji unachua kuanzia kwenye shina la uume kuelekea mbele kwenye kichwa cha uume. Unafanya hivyo kwa muda wa dakika 5, dakika 7, dakika ngapi. Unatakiwa tujichue vizuri kuhakikisha misuli inakuwa inaimarika. Kwa hiyo unatakiwa ujichue kinyume na ulivyokuwa unafanya masturbation. Sababu ulivyokuwa unafanya masturbation unataka kwenye kichwa cha uume unaelekea kwenye shina la uume. Kwa hiyo unapojichua kutumia dawa unabidi uwe kwenye shina la uume ukielekea kwenye kichwa cha uume. Hiyo ni dawa namba 4. Dawa namba 5 ni kidude kidogo, na kitu kidawa cha saikolojia. Ni kidude kidogo sana cha plastiki.
kidude kidogo sana cha plastiki, kipo hapo nimekifunga, ndani yake kina solution. Kwa hiyo dawa unatakiwa uitumie kama dozi yako ya wiki moja, utaitumia mara moja yote siku ya 7. Kama dozi yako ni ya wiki 2, unabidi uigawanye utumie mara 2, siku ya 7 na siku ya 14. Kama dozi yako ni ya wiki 3, unabidi uigawanye hii dawa uitumie mara 3, siku ya 7, siku ya 14 na siku ya 21. Na nimeelezea hii dawa unaitumia vipi. Hii dawa unabidi uitumie nusu saa kabla ya kukutana na mke wako siku ya 7 au siku ya 14 au siku ya 21. Unatakiwa uitumie vipi? Unatakiwa uitumie kwa kwanza kuchua kichwa cha uume wako wote vizuri, ukakichua, ukifanyia massage. Kisha hapo ukauchua uume wako vizuri wote kwa kutumia hii dawa kwa muda wa dakika 7 mpaka dakika 10. Kwa unaanza kuchua labda kwa mfano dakika 4, unaweza kuchua dakika 5 labda kichwa cha uume tu. Kwa dakika 5 tena unachua uume wote. Baada hapo unakaa kwa muda wa dakika 30, au unaweza kaa ukavaa nguo zako ukaendelea kwa muda wa dakika 30 au zaidi ya dakika 30. Kwa baada hapo utaosha uume wako na utaingia katika tendo la ndoa kukutana na mke wako. Nafikiri maelezo yake yamejitosheleza, nimeelekeza hapo katika dawa namba 5 katika kitabu nilokasoma. Kwa hiyo dawa inasaidia sana kubusi saikolojia, kumpa mtu mwili power, kumtoa sehemu ambayo alikuwa zamani kwenda katika sehemu fulani mpya ambayo anataraji kufika. Kwa dawa ni nzuri sana ya saikolojia hiyo. Kwa hiyo dawa namba 6, kuna vidudu umepewa kama vikono bahari, potato shells kwa Kiingereza wanaviita hiyo, ndio ambao sisi kwa Kiswahili tunaviita simbi. Hii kanuni namba 6 nimeielezea vizuri sana kwenye dawa namba 6, nimeelezea vizuri sana kwenye dawa namba 1. Kwa hiyo dawa namba 6 ni kono bahari au simbi, isome kanuni namba 1. Hii kanuni namba 1 ndio dawa namba 6 ambayo inaelezea matumizi ya hizi simbi au kono bahari. Na nimeelezea vizuri, kama dozi yako ya wiki 1 utaitumia kwa wiki 1, kama dozi yako ya wiki 2 unabidi uitumie kwa muda wa wiki 2, kama dozi yako ya wiki 3 unabidi uitumie kwa muda wa wiki 3 au zaidi pia ya wiki 3. Hiyo ndo simbi. Kwa nikabainisha katika kuanzia peji ya 21 dawa tulizonazo. Nimeelezea dawa tulizonazo mpaka peji ya 27, naelezea dawa tulizonazo mpaka peji ya 28. Peji ya 29 nikaelezea kitabu kimepitiwa na nani, mtu kama Dickson Mwidini, Mahmudu Jumanne, Hamza Hassan Maango, Nisani Kasala, Dr. Gile, Hazim Lungwe, Kashaga, Dr. Kashaga, Hassan Kashaga, Muhammad, Abdul Muhammad, Rashid Kidula, Abdul Isa Salim Bakari, Muhammad Kusaga. Tumepitiwa na watu wengi. Kwa nafikiri hao ndio matumizi ya dawa kama inavyoonekana. Kwa ushauri wangu na maneno ya mkazo ya kutilia katika maelezo haya, ni lazima kwa kila mteja kutumia hizi dawa akiambatanisha na hizi kanuni. Kwa kanuni zipo 10. Kanuni namba 2 si lazima kutumia kwa watu wa grupu B na grupu C. Kwa ni lazima kutumia kanuni zote isipokuwa kanuni namba 2, au kama unaweza kutumia kanuni namba 2. Kwa hiyo tusiwe na swali na tabia za Kiswahili sasa kuulizana maswali yasiokuwa ya sofa. Kanuni mbona nyingi? Si kanuni zisizofaa, kwa hiyo mnatusumbua. Kanuni sio nyingi, kutokana kuna kanuni kama namba 7, kanuni namba 10 ni mazoezi. Kwa mazoezi ni mtu ambao always anatakiwa afanye. Kwa kanuni namba 9 ni ushauri. Kwa ushauri tu unatakiwa uishi vipi na ule vipi. Kanuni namba 8 ni lishe maalum. Kanuni namba 7, kuna kanuni hapa namba 6 ni maji mengi, kunywa maji mengi. Kwa maji ulikuwa unakunywa toka mwanzo, lishe maalum ulikuwa unakula, isipokuwa ulikuwa unakula vitu unakula tofauti. Kwa kanuni ni chache tu, isipokuwa unajenga imagination kuona kama ni nyingi. Kwa hizo kanuni usiweke katika kundi la dawa. Hizi kanuni ziweke katika kundi la maisha yako, yani dawa zibaki kuwa dawa, na kanuni zibaki kuwa kanuni. Kwa hizo kanuni ukizitumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wote waliotumia ni nafikiri hakuna aliyopata matokeo hasi. Wote wamepata matokeo chanya na wote wameondokana katika dimbwi na la utumwa la kununua madawa ya kuongeza nguvu za kiume, kwa sababu wote washapata elimu jinsi ya kujitibu wao wenyewe kama wao. Kwa hiyo jamani, kama nilivyozungumza kwenye audio mbalimbali nikisema
tiba ya nguvu za kiume ni elimu, sio dawa. Kwa hiyo ukishapata elimu tu ni zaidi ya dawa, kwa sababu elimu ndio inakuwezesha wewe kutengeneza hiyo dawa unayotaka kwa kutumia vitu vinavyokuzunguka, kwa kutumia asali, kutumia mdalasini, kutumia kitunguu maji, kutumia matikiti. Kwa hiyo vitu vyote vinavyojua ni vidawa. Yaani vyote tunavyofahamu ni dawa, lakini jinsi ya kuvitumia kama dawa ndio mtu ulikuwa uvifahamu. Kwa hiyo nimevibainisha katika kitabu chetu hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimeelezea kwa kina sana matumizi ya kanuni zote 10, ushauri kuhusiana na nguvu za kiume, jinsi ya kutengeneza dawa ya jembe mixing. Kwa hiyo kitabu kimeendelea kufanya vizuri sana na kimekuwa mkombozi wa Watanzania wengi ambao walikuwa wakihangaika kuhusiana na swala zima la nguvu za kiume, wakisema wamenunua dawa nyingi bila kupata solution. Basi tushakata tamaa, tunatapeliwa, tununua dawa tuponi. Kwa kununua dawa sio solution. Tenga muda usome, uelimike. Kwa hakikisha hiki kitabu unakisoma zaidi ya mara 3. Yaani hakikisha kitabu unakisoma zaidi ya mara 3. Unakipitia kwa mara ya kwanza unakimaliza, baadaye unakipitia kwa mara ya pili unakimaliza, unakipatia kwa mara ya 3 unakimaliza. Kwa dawa zinabidi ziendane sambamba na kanuni. Dawa ziendane sambamba na kanuni. Unapoanza kutumia dawa, anza kutumia na kanuni. Kama dozi yako ni wiki 1, tumia dawa sambamba na kanuni na wiki 1. Kama dozi yako ni wiki 2, tumia dawa sambamba na kanuni kwa wiki 2. Kama dozi yako ni wiki 3, tumia dawa sambamba na kanuni kwa wiki 3. Lakini baada ya kumaliza dawa, unatakiwa una tabia ya mazoea kutumia hizi kanuni moja unabadilisha, unatumia kanuni kwa lengo la kujiimarisha na kuwa na nguvu daima. Kwa mtu wote atafuata kanuni hizi na akapata ushauri huu niliobainisha kanuni zote hizi, yani wewe swala zima la nguvu za kiume kwako utakuwa unasikia kwenye bomba, yani mpaka unazeeka. Matangazo ya nguvu za kiume itakuwa hayakuhusu. Na faida nyingine ilichopo katika hichi kitabu, wewe mwenyewe kupitia hiki kitabu unaweza kumtibu ndugu yako, jamaa au rafiki. Unaweza kumsaidia mwenye matatizo ya nguvu za kiume. Kwa hiyo ikawa ni faida kubwa. Kwa hela yako uliyoitoa hiyo 120,000 au 150,000 au 200,000 au 300,000 inakuwa imekuokoa wewe na watu wengine pia. Kwa hiyo unaweza kwa mtu kumwambia tu mimi nasibula nguvu za kiume, kwambia nipe 50,000, ukamwandalia dawa ukampatia, au ukamuelekeza kanunue kitu fulani, au ukamwambia chukua tikiti maji ifanye hivi, au ukamwambia chukua tangawizi ifanye kwa njia kama hii. Kwa hiyo ndio hayo maelekezo na matumizi ya dawa. Na hivyo ndio vilivyomo katika kitabu chetu cha formula 10 za nguvu za kiume kilichoandikwa na mimi mwenyewe Profesa Kashaga. Kwa nashukuru, kitabu ni kidogo, kina peji chache zenye kueleweka, zisizomchosha mtu. Ni peji chache zenye pointi, zisizomchosha mtu. Sijazunguka, nimetumia lugha ya moja kwa moja. Kwa hiyo mwenye kukipata hiki kitabu na mwenye kupata hizo dawa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anakuwa mwenye kunufaika, mwenye kufurahia zaidi, na mwenye kufurahia zaidi tendo la ndoa, na kwa ni mwanamume kamili. Hayo ndio maelezo mafupi kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume nilivyolichambua kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kama utakuwa una hoja, una swali, kitabu changu chenyewe kina namba yangu ya simu mwanzoni, peji namba 1, utakuwa mwenye kunitafuta mimi mwenyewe.